upishane na baraka za Mungu, kwa sababu usipojifunza kujua utendaji wa Mungu, ni hakika na ni dhahiri yawezekana kwa asilimia kubwa ukapishana na baraka zako. Usipojifunza utendaji wa Mungu, ndio maana maandiko yanasema siri za Bwana ziko kwao wamchao. Ziko kwao wamchao, siri zake hufunuliwa. Wale wanaomtafuta Mungu kwa bidii, anasema mimi nawapenda wale wanaonipenda, na wale wanaonitafuta kwa bidii wataniona. Kwa sababu kwa kadiri unamtafuta Mungu, ndivyo unajua utendaji wake, ndivyo unazijua njia zake, na ndivyo ambavyo unaendelea kukijaza kikombe chako mema, kwa sababu hutafurikisha mabaya. Haleluya. Wewe ambaye umepata neema hata ya kuingia nusu ya pili ya mwaka, sio kwa sababu umefanya jambo zuri. Yawezekana umepewa neema hiyo hiyo kama ambavyo umepewa neema ya kuingia, na vivyo hivyo umepewa neema ili tu uweze kutambua utendaji wa Mungu kwenye maisha yako, ili zile baraka ambazo Mungu ameziandaa kwenye maisha yako au kwenye familia yako na katika hatima yako zipate kudhihirika au zipate kuvaa mwili. Haleluya. Amen. Kwa sababu kuna wengine wamelala sasa hivi, wengine wamekufa. Na inawezekana walikuwa wanaomba zaidi yako, inawezekana walifunga zaidi yako, inawezekana walikuwa na juhudi katika mambo kadha wa kadha, lakini hawakupata neema ya kuingia katika nusu ya pili ya mwaka. Kwa hivyo wewe kama umepata neema, maana yake ujue kabisa, nishawaambia, ukiona neema imeachiliwa hata ya kusikia neno, maana yake ni fursa kwako ya wewe kuvushwa kuingia katika viwango vingine. Sasa fursa haipaswi kuichezea. Kama ambavyo unaweza ukasema na ukimbilia mchongo fulani, kuna mchongo umetokea wa hela, si zaidi sana kwenye fursa ya kiroho ambayo Mungu anaiachilia kwako, kwa sababu kuna mlango mzuri ambao unakuwa wazi kwa ajili yako ili wewe uweze kupokea yale Mungu anataka uyapokee. Haleluya. Ninakuombea usipishane na neema ya Mungu katika jina la Yesu. Na ninakuombea sikio lako lisikupishanishe na baraka za Mungu katika nusu ya pili hii ya mwaka katika jina la Yesu. Kile kitabu cha Zaburi 103. Kitabu cha Zaburi 103. Kitabu cha Zaburi 103 ule mstari wa 7, maandiko yanasema, alimjulisha Musa njia zake, wana wa Israeli matendo yake. Alimjulisha Musa njia zake, lakini kwa wana wa Israeli kulikuwa kuna matendo. Ni kama mtu anayeambiwa ingia jikoni upike chakula, alafu kuna mtu anasubiria kula tu chakula kikiwa kimeiva. Ndivyo ilivyokuwa, kwamba wao wanaona tu miujiza, wao wanaona kuna mikate inashuka, chakula kinashuka kutoka mbinguni, wao tu wanaona njia imegawanyika, vitu vinaenda. Lakini kuna mtu ambaye anasimama kwenye namna ya kupika hivyo vitu ili watu waje wapokee kitu kilichokamilika. Halo. Anasema akamjulisha Musa njia zake, lakini kwa wana wa Israeli wao hawakuonyeshwa njia, wao walionyeshwa tu miujiza, matendo, udhihirisho. Walipokuwa nalia njaa, udhihirisho unakuja. Itakuwaje hapa, tutapitaje sisi? Mbona hakuna njia? Ni bora tuje kule. Njia inafunguka. Yaani wao kazi yao ni kupokea. Sasa Mungu anataka pia na wewe uzijue njia zake. Usiwe mtu wa kusubiria kwamba ugali umekwisha kupikwa, mimi nakaa tu kula. Tafuta kujua utaratibu, hatua kadha wa kadha ambazo, au ni process zipi zinazosababisha mpaka ugali ukatokea. Ni rahisi sana, watu wanapenda ukimwambia sasa hivi wewe ni kiongozi kaa hapo, anafurahi sana. Lakini ukimwambia sasa lazima uingie kwenye nafasi ya kukaa utengenezwe ili ufae kuwa kiongozi, hapo panakuwa ni mtihani. Kweli sio kweli? Na hapo watu wameshindwa. Mungu anapoidhihirisha karama yake kwenye maisha yako, ni ishara ya kukuonyesha kwamba wewe si wa kawaida. Lakini sasa anapokurudisha jikoni,
ukajue process za mtu huyu mwenye hicho alichokibeba kama cha kwako zipoje. Hapo ndipo watu wanaposhindwa, kwa sababu wanataka chakula kiwe kimeshaiva tu, afikie kula, kwamba tayari ana uwezo wa kutabiri, tayari ana uwezo wa kuponya, tayari ana uwezo wa kufanya mambo makubwa, lakini hajui jikoni kunafananaje, hajui liko chakula kikamilike nini kinatakiwa, kuna recipe zipi ambazo zinahitajika, au mahitaji yapi yanayohitajika kutoa hicho chakula kilicho bora. Mungu anataka uzijue njia zake. Amen. Mungu hataki uwe ni mtu tu kutamani nafasi wakati hutaki kuzijua njia zake, wakati hutaki kupita kwenye process au kwenye mchakato. Mungu anachotaka uwe tayari kuzitafuta njia zake kwa bidii. Haleluya. Kwa sababu kuna nyakati ambazo Mungu ataruhusu akupikie yeye ugali alafu akuletee mbele yako ule tu. Wewe huoni ukiona mtoto wako nataka juisi, analia na kugaragara, juisi. Chukua tu hela, nenda kachukue dukani, au naenda kabisa kumchukulia, au dada nenda kamletee mtoto juisi. Juisi inakuja. Lakini akiwa na miaka 20 atalia, atagaragara. Nini kinatokea? Utamwonaje wewe kama mzazi huyu mtu? Utamwona huyu ni mpuzi, ni mtu asiyejielewa na anataka kuwa mzigo kwenye maisha yangu. Nimemlea akiwa mdogo, lakini sasa hivi anapaswa asimame, ajilee mwenyewe, ajitunze mwenyewe. Anachokitaka anaenda kuchukua, simama anataka maji, na anajua mtungi ule pale maji, anagaragara. Ndivyo walivyo watoto wa Mungu sasa hivi. Ni wazee, ni watu wazima, ni vijana, lakini wapo kama watoto wadogo. Hapo nataka useme, dada nenda kamchukulie pale lile papai umletee. Mmenye lile papai. Kijana wa miaka 35. Binti wa miaka 40. Kwa nini hataki kupita kwenye mchakato? Yeye anachotaka akute chakula kimeiva ale. Kuna mtu mmoja unanielewa? Ninakuomba neema ya Bwana iwe juu yako katika jina la Yesu. Utoke katika kuwa mtoto ambaye unasubiri kupikiwa, bali uingie jikoni ujue natakiwa kupika, na hiki chakula kinahitaji 1, 2, 3 ili kikamilike na kiwe katika hali ya ubora, ili mtu mwingine atakapokula apate kupokea afya njema. Haleluya. Ni rahisi sana kuona ile ni apostle, ningekuwa pale ningeweka hivi na hivi. Mbona hutaki kuingia hapo ili utengeneze na wewe weke hivyo vidoido vyako? Haleluya. Amen. Mbele za Mungu kuna nyakati, ndio maana Paulo akasema, nalipokuwa mtoto naliongea kama nani? Ila nilipokuwa ilikuwaje? Niliyabatilisha maongezi yangu. Kuna nyakati ambazo ni za neema. Mungu huachilia neema kwa sababu anajua wewe ni mtoto. Mungu anaingia jikoni na kuandalia kila kitu kupitia watumishi wake kwa sababu anajua bado ni mtoto. Lakini kuna wakati unaopaswa wewe kusimama, ambao unatakiwa wewe mwenyewe sasa uingie jikoni, uandae kwa ajili ya wengine ambao na wao ni watoto. Mungu atuhudumie katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu mmoja unanielewa? Kwa nasema wana wa Israeli wao walikuwa ni matendo tu, wanasubiria kula na kunywa. Na ndio maana kuna manunguniko yalikuwa mengi, hawataki kukua. Mwenye kutafuta kujua njia ni mtu mmoja, yupo Musa, ndio anatafuta kujua. Sema Roho Mtakatifu nisaidie. Kwa ina maana kulikuwa kuna utofauti mkubwa kati ya Musa mmoja na wale wana wa Israeli wote, wingi wao wote, kulikuwa kuna utofauti mkubwa. Walikuwa na uwezo wao wengine wa kupokea vitu, ni kwa sababu kuna mtu mmoja anatafuta njia za Mungu. Haleluya. Anasikiliza sauti ya Mungu. Musa alijua, nahitaji kuzijua njia za Mungu. Nahitaji kujua Mungu anatakaje. Nahitaji kuelewa hapa Mungu anasemaje. Nahitaji kujua hawa watu natembea nao vipi. Nahitaji kujua hawa watu wanafika vipi. Lakini hao wengine wala hawana mpango. Wao wanataka vitu vionekane. Ukienda kumkuta anayetengeneza sabuni sasa hivi kiwandani, alafu hiyo sabuni unayoipenda wewe unauziwa kwa shilingi 200 tu au shilingi 500. Lakini sabuni ikatoka ikiwa katika hali ya ubora. Wewe sasa hivi unasema siwezi kuoga maji matupu, lazima niwe na sabuni. Lakini kuna mtu
alikuwa kwenye eneo la mchakato. Wewe umeipata bidhaa tu. Mwambie Mungu akusaidie nusu ya pili ya mwaka uwe katika eneo la mchakato, sio eneo la kuwa unapenda bidhaa peke yake. Unapopenda bidhaa, basi rudi na huku katika mchakato. Haleluya. Amen. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu vingi tunavitumia na hatujui michakato yake. Ni rahisi sana kumlemu aliyotengeneza sabuni eti kisa tu sabuni imekuja au chupa imekuja, mfuniko umebonyea. Utasema hivi, hawa kiwandani vipi, wapuuzi sana. Ona huo mfuniko ulivyokaa, umebonyea hapa hivi na hivi, lakini kilicho ndani ni kiko bora. Haleluya. Lakini rahisi unaweza ukaanza kumsema yule aliyetengeneza kwamba huu mfuniko amefunga mbaya, mfuniko wenyewe umebonyea, ilikuwaje wakaweka hapa? Haleluya. Amen. Wewe unajai kwenda kupanda kwenye daladala, alafu konda anakupa 1000, unasema hii 1000 gani? Wewe imechanika. Mbona hapa itakataliwa? Mbona hapa hivi na hivi? Yeye unataka kilicho bora. Lakini kumbe kuna mchakato ulipita mpaka ikaitwa hii ni fedha yenye uwezo wa kufanya kitu fulani. Haleluya. Sijui kama kuna mtu mmoja unanielewa mwezi huu wa 7. Haleluya. Wacha huruma za Mungu ziwe juu yetu katika jina la Yesu Kristo. Lazima tuwe tayari kuwa watu ambao tutakubali kupita katika mchakato wa Mungu. Haleluya. Tukiwa tayari tutanufaika na bidhaa, kwa sababu sisi wenyewe tutakuwa bidhaa. Haleluya. Sisi wenyewe cha kwanza tutakuwa bidhaa iliyo nzuri, kwa sababu tumekubali kupita kwenye mchakato. Yaani kabla watu hawajaanza kuisifia hiyo bidhaa ambayo ndio wewe mwenyewe tayari unakuwa ni bidhaa safi na utajiona kabisa wewe ni bidhaa iliyo bora. Haleluya. Ndio maana akasema kwenye kile kitabu cha Yohana, ile Yohana 8, Yesu, Yohana 8:32. Yesu anawaambia wanafunzi wake. Anasema basi tukianzia 31 sema, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, anawaambia ninyi mkikaa katika neno langu mnakuwa nini? Wanafunzi. Kuna neno alafu unakuwa nini? Mwanafunzi wangu. Kweli kweli. Ukiwa mwanafunzi kweli kweli, anasema nanyi mtaifahamu kweli. Maana kuna mambo mtayajua, michakato yote mtapita kwenye mchakato, mtajua ni jinsi gani ya kutengeneza vitu, mtajua jinsi gani ya kuandaa mambo. Nanyi mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Mtajua mchakato ulivyo. Anasema nanyi mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Maanake pasipo kupita katika mchakato, pasipo kukubali kuwa mwanafunzi, maanake hutaijua hiyo kweli, na pia hautakuwa huru. Mahali ambapo unatamani kuwa huru, mahali unapotamani kuinuka, hutainuka. Mahali unatamani kutambulika, hutatambulika, kwa sababu hujakubali kupita katika mchakato. Ndio maana kuna kipindi nilifundisha kwa habari ya jiko la Mungu, kwamba lazima kila mtu akae jikoni. Lazima kila mtu awe tayari kupita jikoni. Maana huko ndio kwenye matengenezo. Huko ndio kwenye maandalizi ya mtu yanayomfanya huyu mtu awe bidhaa iliyo bora, awe bidhaa yenye thamani, awe bidhaa yenye kiwango. Sasa na Yesu anawaambia ninyi mkikaa katika neno langu, maanake mkisikia ninachowaambia, mkilipokea neno langu, mkafuata ninachowaambia, mtafahamu, mtajua. Wakati wengine hawafahamu, ninyi mtafahamu. Wakati wengine hawajui, ninyi mtajua. Wakati wengine hawaoni, ninyi mtaona. Haleluya. Amen. Sasa tatizo tunalo kubwa, kwa sababu tunatafuta uhuru mahali ambapo hatupo tayari kulisikia neno la Mungu, kulitii neno la Mungu, kutembea juu ya hilo neno la Mungu. Haleluya. Amen. Hosea 6
Hosea 4. Kitabu cha Hosea ile sura ya 4. Anasemaje? Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Watu wangu wanaishia kwenye madeni kwa kukosa nini? Watu wangu wanakufa kabla ya wakati kwa kukosa nini? Kuna kifo ambacho chaweza mpata mtu ambaye hakustahili kufa, lakini kwa sababu hajakubali maarifa, hajalipokea lile neno la Mungu, kwa hiyo hajafahamu, kwa hivyo atajipata anakufa mahali ambapo hakupaswa kufa. Anasema nani, nitakufa kama wanadamu na mtaanguka. Watu wangu wanaangamizwa, wanakamatwa, wanauawa, wanaishia kwenye madeni. Roho za mauti zinakuwa sehemu yao kwa sababu wamekosa maarifa. Sasa Yesu anataka wanafunzi wasiangamize. Asema wale Wayahudi waliomwamini, sasa ninyi mkikaa kwenye neno langu, maana mkiwa tayari kuyapokea maarifa ninayowapa, hamtakaa mwangamizi, hamtakaa mfe, hamtakaa mpotee, kwa sababu mtaijua kweli, mtajua hatua zote, kwa sababu mmepita kwenye mchakato. Habari ya msingi wa huduma, kwamba lazima utambue kila huduma ina misingi yake. Kwa hiyo Mungu anapoachilia neno lake ni kwa sababu anataka kukujenga katika huo msingi anaotaka yeye. Sisi tunaamini katika Roho Mtakatifu. Sisi tunaamini katika kumtegemea Roho Mtakatifu. Tunaamini baraka zetu zinatoka kwa Roho Mtakatifu pale tunapomtii, pale tunapomwamini, pale tunaponyenyekea kwake, pale tunapokubali kuongozwa na yeye. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni msingi kwetu. Na mwingine anaweza akawa na msingi wake, kama msingi wake watu wafanye wote biashara, bado ni msingi pia, kwa sababu amepewa na Mungu, huwezi kukataa. Kama wote haya ni kufanya biashara, tokeni mkafanye biashara. Msingi wa mahali hapa ni kusudi la nani? La Mungu. Kwa hiyo Mungu anapokuleta hapa, hakuleti kwa sababu tu anataka uje kuzurura. Anakuleta ili utengenezwe kwenye msingi wake, ujengwe kwenye msingi wake, ili mapenzi yake yatimie kwenye maisha yako, ili uweze kulifanya kusudi lake. Hakuleti tu kwa bahati mbaya. Na uweze ukaniambia mimi umekuja kwa bahati mbaya. Kwa sababu gani? Taarifa yako ninayo kabla hujaja. Taarifa yako ninayo kabla hujaja, kabla hujanijua, kabla hujasikia taarifa zangu. Taarifa yako nilikuwa nayo. Kwa nini? Mungu aliniambia nitakuletea mtu, na akija utamwambia neno langu. Sasa kama ni msingi wa Roho Mtakatifu uko hapa, tunatembea katika msingi wa neno lake. Manake ili sisi kwetu kupitia msingi tulionao, sisi hatupaswi kuwa watu wa kukimbilia bidhaa. Tunapaswa kumkimbilia yeye aliye njia ya kweli na uzima, ili atufanye sisi kuwa bidhaa. Tukisha kuwa bidhaa, yale mengine tunayodhani sisi kwetu ni bidhaa, yenyewe atakuja katika maisha yetu, yenyewe atatufuata kwenye maisha yetu, yenyewe atakimbilia maisha yetu. Kwa nini? Kuna watu watakuja, wataleta. Ndio maana mamajusi walienda wakiwa wamebeba bidhaa, wanapeleka kwa Yesu, lakini bidhaa mwenyewe aliye halisi yuko pale katulia, haangaiki kutafuta, haangaiki kuuliza kwamba itakuwaje, ila kuna watu wanaleta vitu sahihi kwa bidhaa iliyo halisi, iliyo safi kutoka mbinguni. Kwa maana msingi wetu wa huduma unataka kukufanya wewe kuwa bidhaa ya kwanza uliye bora zaidi ya hicho unachokitafuta. Haleluya. Lakini tatizo inakuja, mtu hataki yeye kuwa bidhaa. Unakuta tu mtu anakuja hapa, mama, niombe nipate kendi. Maana anatafuta bidhaa za nje. Hatafuti kujiboresha yeye awe bidhaa.
Akishaombewa, apostoli si ana wala hana baya, pokea kazi. Kishapokea kazi, anaenda kuhangaika na bidhaa, wakati yeye ndio bidhaa halisi ambayo ingemfanya awe faida kubwa katika ulimwengu, sio wa mwili tu, kuanzia katika ulimwengu wa roho mpaka katika ulimwengu wa mwili. Sio katika mtaa wako tu, maana yake katika taifa lako, katika dunia nzima. Mbingu zikikuangalia zinasema hakika huyu ni bidhaa safi tena yenye gharama, maana Mungu amemtoa katika tanuru la aya. Sisi kama kuna mtu mmoja ananielewa. Tunajitabisha kwenye mambo ambayo yanafanya uthamani wetu unapotea. Unaisha tukubaki tu mimi na karama. Halo Kilango, unajua mimi na kipawa. Nishatabiriwa sana Kilango. Yaani mimi nina manabii kama 7 hivi. Yaani kila nikitokezaga mbele ya nabii wananiambia wewe una neema. Sasa kama wamekwambia wewe ni bidhaa, unashindwaje kujitengeneza ili watu waikimbilie hiyo bidhaa? Ndio maana ukuta watoto wa Mungu wote fuatilia, ambao wananena sana ndio maskini sana, ambao wanasema wanaona sana ndio maskini sana, ndio choka mbaya sana. Angalia ambaye hata hajishughulishi na Mungu, yako tu busy anaendelea na shughuli zao, angalia wanavyoendelea. Ushawahi kufanya hiyo research? Kumbe wewe ndio bidhaa yenyewe watu wanaisubiri wanaitafuta, lakini umemute tu, uko busy kuhangaika na mambo ambayo si. Tafuta kujaza kikombe chako cha baraka. Amen. Ili uwe bidhaa ambayo Mungu anataka ionekane katika dunia hii. Amen. Haleluya. Amen. Kwa jinsi gani unapopata maarifa, yale maarifa yanasababisha kikombe chako kinaongezeka. Maana kama kulikuwa kuna uchafu utasafishwa. Zitaanza baraka kuingia ndani yako kwa sababu umenyenyekea. Umetambua kwamba kunyenyekea ndio siri ya piga hatua. Kunyenyekea ndio siri ya kumsikiliza Mungu. Kunyenyekea ndio Mungu anakuwa karibu na mimi, kwa sababu Mungu anataka watu wale wanyenyekevu. Unazidi kujaza kikombe chako. Kwa nini? Kwa sababu wakati utafika Mungu atakapothibitisha ya kwamba kikombe chako kimekwisha kufurika. Sio wakati unaotaka wewe, sio saa unaitaka wewe. Maana yake kuna wakati ambao Mungu amekusudia kuthibitisha kwamba kikombe chako kimekwisha kufurika. Sio ishia kukariri andiko ya kwamba waandaa meza mbele yangu na kikombe chako kinafurika. Hakifuriki kama Mungu hajaruhusu kifurike, wala Mungu hajatangaza na Mungu hajaruhusu kwamba kimefurika. Sasa onekana, sasa ujulikane, sasa watu watambue kwamba wewe unastahili. Haleluya. Katika safari ya imani lazima uchague kujifunza. Kujifunza kwa kumwambia Mungu, nionyeshe njia zako, nifunze kuzijua njia zako, nifunze kukuelewa Mungu, hata kama mazingira yanakuambia haiwezekani, hata kama shetani anakuhubiria mahubiri yote ya kwamba huwezi kufika popote. Wewe mwambie Bwana, niko hapa, wewe ni Mungu uliyeniumba, nahitaji kuzijua njia zako. Mwambie Mungu, nionyeshe njia zako. Kwa sababu hayo unayohangaikia wakati mwingine yaweza yakawa ya muda mfupi, afu baada ya hapo ni aibu. Haleluya. Kwa sababu kila kikombe kina wakati ambao Mungu anaruhusu itambulike ya kwamba kikombe chako kimekwisha kufurika. Utanielewa? Haleluya. Kuna mtu mmoja miaka nyuma alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Mungu alikuwa anamtumia sana. Hata sasa anaendelea kutumika, lakini sio katika ule utukufu niliokuwa na ufahamu mwanzo. Kwa hiyo mtu watu walimuita ni nabii mkubwa, kwa sababu alikuwa anatumika kutoa unabii sana. Haleluya. Lakini alikuwa na kitu kimoja. Alitokea kunipenda hata mimi sana. Kila anapohudumu kipindi hicho wakati niko mchanga, katikati ya wale wana wa manabii wote wanaokuepo, lazima atanichukua mimi, ataniambia Lucy njoo, Mungu amesema nitoke na wewe. Lucy njoo, Mungu anasema twende huko. Haleluya. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni nyuma ya Elia, yeye ndo alikuwa Elia wangu, mimi nilikuwa ni kama Elisha. Haleluya. Kwa hiyo mahali anaenda tunaenda wote. Haleluya. Lakini siku moja Mungu alimwambia, kumbe Mungu katika kipindi hicho chote kikombe chake kiko pale, kinaendelea kufurika taratibu. Je, kilikuwa kinafurika nini?
Utanielewa? Haleluya. Wakati akiwa ananishika mkono, kuna nyakati zingine ilikuwa nafika sasa, alipokuja kugundua sasa hii huyu ameanza kutumiwa na Bwana. Haleluya. Akaanza kuwa anani crush. Haleluya. Sio mimi tu, na wengine. Haleluya. Lakini Mungu alimwambia siku moja ya kwamba nitaleta nabii kwako, na siku akikupatia jina ambalo mimi nakupa leo, nakutajia hili jina, usimwambie mtu. Akija kwako akikuambia jina hili unaitwa wewe, ndio siku ambayo utawekwa kwenye nafasi yako. Haleluya. Ndio siku ambayo utawekwa kwenye nini? Nafasi yako. Miaka ikakatika, yeye ndio ana hilo jina, ameliweka rohoni mwake. Mimi niko na mimi naendelea na maisha yangu. Mungu akaniambia ondoka, nenda mahali fulani. Haleluya. Kumbe ndio wakati ambapo Mungu anataka kutangaza kikombe chako kimejaa nini? Kimejaa baraka au kimejaa mabaya? Mungu ni Mungu wa siri. Mungu ni Mungu wa hatua na ni Mungu wa majira na nyakati. Kuna mambo waweza kuyafanya ukazani Mungu amesahau. Kumbe kikombe chako kinazidi kuongezeka hatua kwa hatua. Haleluya. Miaka imekatika, Mungu ananiambia nenda mahali fulani, nikaenda. Huyu mtu kwa sababu alikuwa ni muonaji, hakuniona mimi ila aliona nimekuja. Anaona tu kwa sehemu. Haleluya. Kwamba nabii amekuja. Kwa sababu walipewa taarifa. Kwa kwenye ulimwengu wa roho yeye akaona amekaa mbele, ameshika sahani yake nyeupe. Haleluya. Kwa sababu anajua mimi nakuja, anajua tu sana mimi anatumiwa. Kwa hiyo kwenye maono aliona ameshika sahani mbele, alafu kuna maziwa yanamiminwa kwenye sahani yake. Sema maziwa. Rudia tena. Maziwa yasiogoshiwa. Haleluya. Nilipofika Mungu akanitumia. Nikamwambia kuanzia leo hautaitwa hilo jina unaloitwa, ila utaitwa Neema. Mimi kufika ndio nikamwambia kuanzia sasa utaitwa fulani. Ndio Mungu anaanza kuinua kikombe chake na kuonyesha ndani ya kikombe kuna nini. Je, huyu mtu siku zote alikuwa anajaza nini? Baraka au laana? Baada ya hapo tuliishia chumbani kubembelezana na machozi. Maana Mungu alimwambia, nilikupa nafasi lakini umeichezea. Ulitumia nafasi yangu vibaya. Niliachilia neema lakini ukutaka kutembea ndani ya neema. Na sasa unarudi, hilo vazi ninalichukua kwako, atapewa mtu mwingine. Lile vazi ambalo ndio lilikuwa natikisa, tukimwona sisi tunashekisheki tu. Huyo. Haleluya. Amen. Akaniambia, nabii wa Bwana, nasikia kuumia. Nikamwambia nini? Akasema Mungu alinionyesha kwa mafumbo na sikujua kwamba ni Mungu amenifumbia kwa jinsi hii ambayo inadhihirika leo. Haleluya. Kwa sababu kwenye majira ya neema unaweza ukaona vitu vinaenda tu. Apostle atakuja atakwambia leo Mungu anasema fanya mapenzi yake. Akaniambia nasikia kuumia. Moyo wangu unaumia. Sijui nifanyaje. Na alikuwa ni mtu mzima. Nikamwambia mama, Mungu akutie nguvu. Nikamwambia ulionaje? Anasema niliona nimechukuliwa nguo zangu za ndani zote zimeanikwa nje. Kuna watu mnaota ndoto nguo zako zimeanikwa nje. Hujui. Kikombe kikifurika wakati ukifika ndio utajua. Huyu ni kwa eneo lake la kipawa alichopewa. Kwamba alipopewa nafasi, kile kipindi amepewa lile vazi, ilikuwa ni wakati wa yeye kunyenyekea, kutengenezwa, kukubali kubadilishwa. Ili wakadiri anabadilishwa, ndivyo anazijaza baraka kwenye kikombe chake. Ndivyo anajaza mambo mema, taarifa nzuri kwenye kitabu chake. Haleluya. Lakini kumbe huo wakati ndio wakati wa kuharibu. Si hata duniani wanasema choo ni dhamana, si ndio? Hata mbinguni iko hivyo hivyo. Kwa hiyo pale tukaanza kutiana moyo. Muombe tu Mungu msamaha. Anaweza akatengeneza. Wewe ikishafika hukumu ni hukumu.
Hakimu kabla hajagonga unatakiwa uwe tayari umeshajitetea na kujielezea mambo yote. Hakimu, mimi unajua akifanya una muda wa kujitetea? Hauna muda wa kujitetea. Maana yake hukumu imepita. Kwa hiyo kila kipindi ambacho Mungu anaachilia neema, ndio vile anakuambia badilika, fanya hivi. Mungu bado hajagonga, hajasimama kama hukumu. Manake ameachilia neema ili wewe utengenezeke, ili wewe ujifunze kunyenyekea, wewe utafute mabadiliko kwenye maisha yako. Tupo nusu ya pili ya mwaka. Mungu anasema na wewe leo lazima uwe tayari kumsikia Mungu, na uwe tayari kubadilika, na uwe tayari kufuata kile Mungu anataka, kwa sababu anataka ufanyike kuwa bidhaa ambayo itampatia yeye faida na dunia nzima kwa ujumla.